Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Na kusalimu katika jina la Yesu, Bwana wetu aliye Mwokozi, ambaye ameendelea kwa mwaminifu katika kututunza. Leo ni tarehe 4 mwezi wa pili. Tunaendelea na mwaka ni wema wa Bwana. Siku ya Jumatano kama ilivyo kawaida yetu, na kwenda kujibu maswali ya wasikilizaji mbalimbali ambayo yametumwa kwetu. Kwa neema ya Mungu nitayajibu kama ifuatavyo. Leo ninaanza na swali la ndugu yetu Frank Mwakifuna kutokea Tanga. Yeye ameuliza hivi: Nuhu alitumia nini? Nuhu alitumia nini kwa kusanya wanyama, ndege, kenge, nyoka, mijusi na vitu mbalimbali kuwaingiza katika safina? Alitumia nguvu gani? Sasa ninaona ya kwamba Mungu wetu, uwezo wa Mungu, labda niseme hivi kwamba kabla ya gharika vitu vingi vilikuwa tofauti na baada ya gharika. Kabla ya gharika wanyama walikuwa ni marafiki wa Nuhu, walikuwa na marafiki wa wanadamu. Tunapoangalia katika Biblia, mabadiliko mengi sana yalitokea baada ya gharika. Kabla ya gharika, hata miaka kabla ya gharika watu walikuwa naishi sana. Baada ya gharika kila kitu kilibadilika. Mageuzi ya ardhi yalibadilika, hewa ilibadilika, kila kitu kilibadilika. Kabla ya gharika, kwa sababu ni Mungu aliagiza, kwa kuwa ilikuwa ni amri ya Mungu, haikuwa kazi kwa Adamu kuwaingiza watu katika safina. Kwanza, uadui uliopo baada ya gharika na uliokuwepo kabla ya gharika ni tofauti. Uadui tunaouona wa wanyama haukuwa mkubwa hivyo tunavyouona sasa. Kwa hiyo kwa kuwa ni Mungu alikusudia, haikuwa kazi kwa Nuhu kuwaingiza katika safina. Ninaamini hivyo. Sioni andiko lolote linalosema Nuhu alitumia kitu gani, ila ninachokijua ni kwamba kabla ya gharika na baada ya gharika kulikuwa kumetokea mabadiliko makubwa sana kwa wanyama, kwa wanadamu, hewa na kila kitu. Na kwa kuwa ni Mungu alipanga kuwaingiza wanyama wote, naamini kwa uwezo wa Mungu alimwezesha Adamu kuwaingiza wanyama. Lakini kwa sasa kuwakamata simba, kuwaingiza kwenye nyumba, wakamate tembo, sio jambo dogo. Lisingekuwa jambo dogo kwa sasa. Lakini kwa wakati huo naamini kwa uwezo wa Mungu ilikuwa ni rahisi, kwa sababu Mungu mwenyewe alihusika. Ingawa maandiko hayatuelezi, tunajaribu kuona tu kwa picha, kwa kuunganisha na hali na historia ilivyo. Swali lingine linatoka kwa ndugu Isaac Kayumba. Isaac Kayumba ni wa DRC Congo. Yeye ameuliza andiko kutoka Mathayo 11 mstari wa 2 mpaka wa 6 na Luka 7 mstari wa 18 mpaka 22. Swali lake ni hili: kwa nini Yohana Mbatizaji alituma wanafunzi wake kwenda kwa Yesu kumuuliza kwamba ni yeye au tumtazamie mwingine? Maana aliwatuma wanafunzi wake wakamuulize, hivi ni yeye kweli ndiye Kristo au tumtazamie mwingine? Aliwatuma wanafunzi wake wakamuulize Yesu.
Na tunaona Yesu alipoona walipomuuliza swali hilo, alifanya mambo mengi, aliponya wagonjwa, alifufua, alifanya vitu vingi sana pale, miujiza. Akawaambia, nenda mkamwambie Yohana kile mlichokiona, kwamba tumeona viwete wanatembea, bubu wanasema, vipofu wanaona, maskini wanahubiriwa habari njema, nenda mkamwambie. Ndio jibu aliyorudisha. Sasa swali la ndugu yetu Isaac Kayumba anasema hivi, huyu Yohana Mbatizaji wakati ndiye aliyembatiza Yesu, sasa anauliza ni wewe au tumtazamie mwingine? Alikuwa na maana gani? Kwa kuwa Yohana hakuwa Mungu, alikuwa ni mwanadamu, na mwanadamu ana tabia yake ya ubinadamu. Yohana alishuhudia kwamba yeye ametumwa mbele ya Yesu, na kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu, huyu ndiye mwana kondoo achukuaye dhambi ya ulimwengu, huyu ni mkuu kuliko mimi. Alimshuhudia, shuhuda zote alimshuhudia Yohana Mbatizaji, na alifanya kazi kwa niaba ya Yesu. Lakini ulipofika wakati Yohana alikamatwa, aliwekwa gerezani. Kibinadamu alitegemea kwamba Yesu angekwenda kumwona gerezani, na wakati wamewekwa gerezani, Herode anataka kumuua Yohana Mbatizaji, na Yesu anajua. Alitegemea kibinadamu, kwa kuwa yeye alikuwa mwanadamu, lakini Yesu alijua kwa nini amekwenda gerezani. Yesu alijua ameingia gerezani ndio mwisho wake, anaenda kuuawa, amemaliza kazi yake. Yeye ni muda wake umefika wa kuhubiri Injili. Lakini Yohana, kwa sababu alikuwa na ubinadamu, alikuwa anategemea Yesu angekwenda kumwona na kumfariji gerezani. Yesu hakwenda gerezani, aliendelea kuhubiri tu. Mashaka yakamuingia kama mwanadamu, kwamba hivi kweli niliyesema ndiye mwana kondoo wa Mungu angekuwa ni yeye, asingekuja kuniona? Labda nilikosea. Nenda kumkamuulize ni yeye au ni mwingine. Na Yesu hakumjibu kwamba ni mimi au sio. Akisema nenda mkamwambie kwamba wagonjwa wanaponywa, vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maana Yohana anajua kwamba mimi nimekuja kuponya, nimekuja kuwaondoa, kuponya, kuleta miujiza kwa vipofu wapate kuona, maskini wahubiriwe habari njema, mabubu waseme. Ndio kazi unajua. Sasa kamwambie yale mlioyaona, kwamba tumeona haya na haya na haya. Atajua yeye kwamba ni mimi au sio yeye. Atajua. Mkamwambie hayo. Na walipomwambia, naamini Yohana alitambua kwamba ni yeye. Mashaka yalikuja kibinadamu, kwa sababu Yesu hakwenda kumuona Yohana Mbatizaji, hakwenda kumuona. Swali lingine linatoka kwa ndugu Noah Amim. Huyu anatokea Malawi. Yeye ameuliza, anataka kujua, ndugu mwalimu, unapataje hadidu za rejea kutoka Ufunuo kwenda Agano la Kale, kama ulivyotufundisha kwamba tunaposoma kitabu cha Ufunuo ni tunapata maana kwenye Agano la Kale. Lakini kwa jumla mimi nimesema Agano la Kale au Injili au nyaraka, yani tafsiri au maana ya Ufunuo iko nyuma, haiko mbele, iko nyuma, rudi nyuma. Inaweza kuwa Agano la Kale, inaweza kuwa Injili, inaweza kuwa nyaraka. Ndivyo nimefundisha. Hasa nauliza, unapataje hadidu za rejea unaposoma kitabu cha Ufunuo mpaka unakwenda Agano la Kale? Ni njia gani utusaidie ili tujue? Ndio swali la ndugu yetu Amimu. Ameongeza kwa mfano Yohana, Injili ya Yohana 14. Ulipotufundisha ulitupeleka mpaka kwa Nehemia. Unapataje rejea kutoka Yohana 14 kwenda kwa Nehemia? Niseme hivi, najibu hivi. Tunaposoma Biblia kuna maandiko yanaonyesha rejea
hata ndani ya Biblia yako yanaweza kukuonyesha kwamba andiko hili linatoka mahali fulani. Kuna rejea zimewekwa ndani ya Biblia zetu, lakini sio zote. Rejea sio yote. Wakati mwingine unaweza kuona rejea anakuonyesha tu andiko linalofanana, halina maana ile ile, lakini linafanana, au kuna maneno yanafanana, au kuna usemi unafanana, wanakuwekea na rejea pembeni au chini kwamba andiko hili linafanana na andiko fulani. Unapofuatilia zile rejea unaweza kukuta maana, wakati mwingine huwezi kukuta maana, na nyingine hutaziona. Lakini kuhusu tunaposoma kitabu cha Ufunuo, unapataje rejea nyuma? Njia rahisi ambayo naweza nikakusaidia nayo, sio rahisi, inahitaji kuijua Biblia kwa neema ya Mungu, ni hii. Ukishajua, kwa kuwa umejua kwamba maana ya ufunuo inapatikana nyuma, haipatikani mbele, unaanza na maswali ya kujiuliza. Kwa mfano, unasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 20, inazungumza habari ya kufungwa kwa Shetani. Huoni rejea pale inayokuonyesha? Unaposoma Ufunuo 20, unataka kusoma habari za kurudi nyuma, hasa kufungwa kwa Shetani. Ukiangalia pale huoni rejea, lakini kwa kuwa unajua majibu yako nyuma hayako mbele, unapata kitu cha ziada. Unaanza kujiuliza maswali. Katika kanuni nilipofundisha nilisema kanuni moja wapo ni ya kujiuliza maswali ya kutosha. Mfano, swali linakuja, je, huku nyuma manabii waliwahi kuzungumza habari za kumfunga Shetani? Au Yesu aliwahi kuzungumza habari za kumfunga Shetani? Ndio habari unayoanza kutafuta, kwa sababu hapa amesema, unajua hii habari aliyoisema iko nyuma. Je, amewahi kusema? Unaanza kutafuta. Ndipo nakuta Yesu kweli aliwahi kusema. Alisema inabidi nimfunge ili niweze kuteka mateka. Na Yesu aliposema hayo, alichukua rejea kutoka kwa Isaya. Kumbe alisema, kwa nini unarudi kutafuta nyuma? Kwa sababu unafahamu kwamba majibu yake yako nyuma. Tuliona katika Ufunuo sura ya 11 kwa mfano, anazungumza habari ya mashahidi wawili. Kwa kuwa unajua majibu lazima yawe nyuma, unarudi kutafuta nyuma. Ni wapi tulikojifunza habari ya mizeituni? Utaikuta mizeituni ilipoandikwa. Tumejifunza mizeituni, aliyetabiri mizeituni ni Zekaria. Kwa nini unajiuliza maswali nyuma? Kwa sababu unajua majibu yake yako nyuma. Kwa hiyo rejea nyingine utaziona, nyingine hutaziona. Ulipataje rejea kutoka Yohana 14 ukatupeleka mpaka Nehemia? Yesu katika Yohana anasema, makao ni mengi, kama yasingelikuwepo ningekuwa nimewaambia, lakini makao ni mengi. Ukirudi nyuma unakumbuka, kama wewe ni msomaji wa Biblia unakumbuka katika Agano la Kale, kwa sababu tunajua Yesu amekuja kuleta kitu cha Agano Jipya, ameleta vitu vya kiroho, ni kivuli. Agano la Kale lilikuwa ni kivuli, huku analeta uhalisia. Agano la Kale tulisoma, Biblia inasema walipokuwa katika mji wa Yerusalemu, makao yalikuwa ni madogo, makao yalikuwa machache, wakaambiwa wakae nje ya mji. Habari hii tunaifahamu. Kwa nini walikaa nje ya mji? Ndani wakakaa wachache, kwa sababu makao yalikuwa machache. Na Yesu anasema makao ni mengi, sio machache. Kwa nini Yesu anasema makao ni mengi? Yangekuwa ni machache ningewaambia. Maana katika Agano la Kale makao yalikuwa machache. Kama umesoma Agano la Kale unapata picha mara moja, kwa sababu Biblia inaunganisha. Lakini kama hujawahi kusoma habari za Agano la Kale kwamba makao yalikuwaje, inakuwa ni vigumu kuelewa Yesu alikuwa na maana gani. Ndivyo tunavyopata tafsiri.
Labda nikupe mfano mwingine ambao utakusaidia. Ni huu. Kama mtu amepoteza kitu kimepotea, labda ni fedha au kitu chochote, anasema jamani, nimepoteza. Tunakuuliza, umepoteza wapi? Akisema nilikuwa eneo hili, nilikuwa nimeshika, nipo kwa eneo hili, maeneo haya nategemea, nadhani kutoka mahali fulani mpaka hapa ndipo nikajikuta sina, lakini kule ni kote huko nilikuwa nacho hicho kitu, ila kimepotea kati ya eneo hili. Mtapata urahisi wa kutafuta, kwa sababu mnajua eneo la kutafutia. Lakini mtu akisema tu nimepoteza wapi sijui, mnaenda kutafuta wapi? Umepoteza kitu, jamani, nimepoteza kitu. Umepotezea wapi? Sijui nilikopotezea. Haya, unaanza kutafuta wapi? Unaanzia wapi kutafuta? Lakini akisema nilikuwa nimetoka dukani, au nilitoka mahali fulani, au nilitoka kanisani, nimetembea kufika nyumbani, nimekuta sina kitu, tunasema basi tutafute kati ya hapa na kanisani, kati ya hapa na dukani, maana ndipo alipopoteza. Mnajua eneo la kutafuta, lakini hajui alikopoteza. Mnatafuta wapi? Unaposoma Ufunuo tayari tunajua eneo la kutafuta. Eneo la kutafuta sio huku mbele, ni huku nyuma. Kwa hiyo unaanza kujiuliza maswali kutokana na nyuma, maana unajua eneo la kutafutia. Unapata unabii, unaanza kutafuta wapi? Kwanza unaanza kwa manabii kutafuta, maana huwezi kwenda kutafuta sehemu nyingine, maana unajua sehemu ya kutafutia. Wale wanaopotea katika kitabu cha Ufunuo hawajui kwa kutafuta, wanakwenda mbele, wanakwenda wanarusha mawazo mpaka mbinguni, na kwa maana hawaipati, wanapishana, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, maana hawajui kwa kutafuta. Nashukuru ndugu Nehemia, ndugu Noah Amimu, nadhani umepata jibu. Swali lingine linatoka kwa ndugu Lucas Kiswiza. Lucas Kiswiza, huyu ni wa Simiyu. Ameuliza swali lake kutoka Injili ya Yohana 13. Injili ya Yohana 13, wakati Yesu alipowatawadha wanafunzi wake, aliwatawaza wanafunzi wake, na baada ya kuwatawadha wengine walitaka kukataa, lakini alisema kama utakataa huna shirika nami. Nisome kidogo mstari wa 13 au nianzie 12. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mumeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea ninyi mtende hivyo. Sasa swali la ndugu Kiswiza linasema hivi: je, agizo hili linapaswa kuwa endelevu hata sasa, la kutawadhana? Maana aliwapa agizo hapa, na nyinyi mfanye hivyo. Je, agizo hili linapaswa kuwa endelevu mpaka sasa? Katika kufundisha kanuni nimefundisha hivi: zipo kanuni nyingine za kihistoria, nyingine za kijiografia, nyingine za mila na desturi na kadhalika na kadhalika. Unatafsiri kutokana na historia ya wakati, unatafsiri andiko kutokana na jiografia ya eneo, unatafsiri andiko kutokana na mila na desturi ya watu wahusika, kama vile Waarabu, Wayahudi na kadhalika. Maneno haya alikuwa anazungumza Wayahudi. Wayahudi mila yao ni nini? Wayahudi mila yao ni kutawadhana. Ni kutawadhana. Ili kuleta kielelezo ilibidi atumie
mila yao ya kutawadhana, ya kuwatawadha. Na kazi ya kutawadha ilikuwa ni ya mtumwa, sio ya mtu mkubwa. Mtumwa ndiye aliwatawadha wakubwa. Na Yesu mara nyingi alifundisha kwamba ukitaka kuwa mkubwa uwe tayari kuwatumikia wadogo. Amewafundisha mara kadhaa. Sasa anaondoka, anawaachia kielelezo, anataka kuwafundisha kwa kielelezo. Badala ya wadogo kumtawadha yeye akachukua maji kuwatawadha wao. Kama yeye ni mwalimu, yeye ni mkubwa, anaweka kielezo kuwatawadha wadogo, jambo ambalo katika mila ya Kiyahudi halikuwepo. Mkubwa kuwatawadha wadogo, ila mdogo anawatawadha wakubwa. Tena mtumwa ndiye anawatawadha wakubwa. Mtumwa Yesu amefanya kwa niaba kama mtumwa, yeye kama Bwana na Mwokozi, lakini amekaa katikati yao kama mtumwa. Yale aliyowafundisha kwa maneno, sasa anawafundisha kwa kitendo, kwa kutumia mila yao, kutumia desturi yao. Na nyinyi muendelee kutumikiana, muendelee kutawadhana. Sasa swali, je, hii ni agizo endelevu? Hatuwezi kulitumia agizo hili kwa endelevu kwetu. Somo tulio nalo lipata, alikuwa anatufundisha tujue kutumikiana. Tujue ukitaka kuwa mkubwa, ujue hata kuwatumikia wadogo. Ukitumia ile agizo la kutawaza, sio mila yetu, ilikuwa ni mila ya Wayahudi. Yesu alitumia mila ya Wayahudi kwa sababu alikuwa kwa Wayahudi. Angekuwa kwetu, asingetumia mila hii ya kutawazana, maana haipo. Kwa hiyo kuwaambia watu agizo kwamba ni lazima tutawazane, unawafundisha watu mila ya Kiyahudi. Lengo ni kutumikiana katika mazingira yetu. Nadhani nimejibu swali la ndugu Kiswiza. Swali lingine linatoka kwa ndugu Lydia Kilimba wa Dodoma. Yeye ameuliza kutoka Marko 13. Marko 13 mstari wa 28. Marko 13 mstari wa 28 unasema hivi: kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake lishapokuwa laini na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Nanyi kadhalika muyaonapo mambo hayo yanaanza, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Dada yetu Lydia Kilimba nauliza, anaomba ufafanuzi juu ya maandiko haya. Je, mtini ni nini? Una maana gani mtini? Mimi niseme hivi, wengi wanavyofundisha na mimi ndivyo nilivyofundishwa nikiwa chuoni, kwamba mtini unawakilisha taifa la Israeli. Na walifundisha hivi katika vyuo vingi na walimu wengi kwamba mtini unasimama badala ya Israeli. Na kuchanua kwa mtini ni pale taifa lilipokuwa limepotea, liliporejeshwa na kuhesabiwa kuwa ni taifa tena upya mwaka 1948. Maana kabla ya hapo hakukuwa na taifa tena la Israeli. Tangu lilipotawanywa mwaka wa 70 AD halikuwepo tena taifa la Israeli mpaka mwaka 1948. Walikuwa nafundisha, nilikuwa nimejifunza kwamba wakati ndio kuchanua kwa mtini. Maana taifa halikuwepo, sasa mwaka 48 ndipo lilichanua. Na ndivyo wanavyofundisha wengi kwamba mtini ni Israeli. Lakini inachukua nafasi hii kukanusha kwamba si kweli. Si kweli. Hii ndilo limesababisha uongo. Kwa sababu ukisoma maelezo haya yote kwa mtiririko, anzia juu pale,
Yesu alikuwa anafundisha dalili ya kuja kwake, ya mwisho wa dunia na kuja kwake. Alitamka dalili nyingi, lakini dalili kuu ya mwisho alitumia dalili ya chukizo la uharibifu. Katika mstari wa 14 ndio dalili kuu ya mwisho. Na baada ya chukizo yatatokea mambo mengi. Ndipo mtatambua kwamba wakati ule uliosemwa ndio huu. Anasema asomaye atafahamu ya kwamba ndio wakati uliosemwa, mtakapoona chukizo la uharibifu. Ndio dalili ya mwisho, ndio dalili kuu. Amefundisha dalili ya mwisho wa dunia na kuja kwake kwa kulingana na mtiririko wa habari hii. Mstari wa 28 ni mwendelezo. Kama hamuelewi hizi dalili, basi jifunzeni kwenye mtini. Kama hamzijui hizi dalili ninazowafundisha, jifunze kwa mtini. Mtini ukichanua, si mnajua kwamba majira yamebadilika? Sasa kwa nini Yesu alitumia mtini? Mtini ndio miti maalumu katika nchi ya Israeli. Ndio miti inayojulikana, ndio miti maarufu, ndio miti ambayo kila mtu anaijua. Ukija kwetu ukasema mtini, mimi siujui hata kuujua mtini. Siujui ukoje huo mtini. Lakini ukienda Israeli utaujua mtini, maana ndio sehemu ya mtini. Kijiografia ndiko inakopatikana. Yesu ilibidi atumie mtini kwa sababu ndio miti inayochanua. Mti wowote ukichanua, unaona kwamba dalili zake za kuchanua, majira yamebadilika. Ametangulia kutoa dalili za chukizo. Wengine hawaelewi. Kama hamuelewi, jifunze hata kwa mtini basi. Ni dalili ya kwamba majira yanakuja, majira yamebadilika, mavuno yanakuja. Ukitaka kujifunza sasa, kabla sijamaliza hapo, anasema, ukisoma hapo, anasema mtakapoona chukizo, kizazi hiki hakitapita. Kizazi hakitapita kwa sababu wamekosea kwamba mtini ni Israeli. Watu walianza kuhesabu vizazi mwaka 48, kwamba kizazi hakitapita, Yesu atakuwa amekuja. Wanahesabu toka mwaka 48 mpaka leo Yesu haji, na vizazi vingapi vimepita na Yesu hatakuja, kwa kutumia andiko hili. Kwa nini wanamgoja Yesu aje? Kwa sababu Yesu alisema kizazi hakitapita. Tangu 48 mpaka sasa vizazi vimepita. Wanaweka hapa, inakataa. Ni kama vile gari ambalo limeporomoka, halina breki. Unaweka kigogo, linaruka. Unakwenda unaweka mbele, linaruka. Unaenda unaweka kigogo kingine mbele, linaruka. Wamengojea miaka ya 70, Yesu anakuja, hakuja. Wamekuja miaka ya 90, Yesu anakuja, hajaja. Wamekuja miaka hii 2000 na ngapi, Yesu anakuja, hajaja. Bado wanatabiri mbele, inaruka. Kwa sababu gani? Wamekosea. Mtini si wa Israeli. Mtini si wa Israeli. Ulikuwa ni mfano. Mtini ni chukizo. Dalili kubwa ni chukizo, sio mtini, sio Israeli. Israeli sio dalili ya kuja kwa Yesu, sio dalili ya mwisho wa dunia. Dalili ya kuja kwa Yesu, dalili ya mwisho wa dunia ni chukizo. Ndio dalili. Mkiona haya, asomaye afahamu. Mkiona haya, mtambue. Hamuelewi, jifunze hata kwa mtini, kwamba ukiona mtini unachanua, unajifunza majira yanakuja haya na haya. Ukitaka kuelewa kwamba ninachokisema kina ukweli au hakina ukweli, tusome Luka 21. Luka 21 ni Yesu huyo. Ni tofauti ya kuandika, ni tofauti ya kuandika. Marko ndivyo alivyoandika, lakini Luka naye aliandika kwa njia tofauti. Yesu ndiye aliyesema, lakini waandishi wanatofautiana kwa namna fulani. Luka aliandika hivi, mstari wa 29, Luka 21:29. Akawaambia mfano, utazameni mtini
na miti mingine yote. Wakati Marko amesema jifunzeni kwa mtini, Luka anasema utazameni mtini na miti mingine yote. Miti yote huwa inachanua, sio mtini peke yake. Miembe inachanua, unapata dalili. Michungwa inachanua, unapata dalili. Mikuyu inachanua, unapata dalili. Kila watu wana miti yao inayowaonyesha dalili inapochanua. Kila watu wana miti yao. Sisi hatuna mitini, lakini tuna miti mingine. Ndio maana nasema jifunzeni kwa mtini na miti mingine yote. Kwa hiyo utajua kwamba mtini sio Israeli. Mtini ni dalili. Hata tukiona miti inapukutisha majani, wale wanaojua kusomea majira wanajua sasa ni kitu gani. Labda nikukumbushe hivi. Leo tuna maendeleo, vitu vingine hatuwezi kuelewa. Mimi sina miaka mingi sana, lakini nakumbuka nilipokuwa mdogo, nimekulia kijijini. Watu zamani hawakujua, hatakuwa na saa. Hatakuwa na saa. Watu walipima muda kwa kivuli. Hata mimi nilifundishwa, tulikuwa wakati fulani tunakwenda kuchunga mifugo. Unapima, wazazi wakisema muje saa 7, uje saa 7, uje saa 8. Tulikuwa tunasimama, unasimama unaangalia kivuli. Kivuli kikiwa namna fulani, tulifundishwa ukiona kivuli hivi ni saa 6 mchana. Kivuli kikigeuka hivi ujue ni saa 7. Kikikaa hivi ni saa 8. Tulikuwa tunatumia vivuli, hatukuwa na saa. Watu wa kale hawakuwa na kalenda, hawakuwa na tarehe, hawakujua kalenda tunavyosema tarehe na mwezi na nini. Walikuwa wanaangalia majira, miti, wanaangalia aina ya ndege, wanajua ndege hao wakitokea bila shaka mvua zinakuja. Ndege hao wakitokea bila shaka mvua zinaenda kuisha. Hawakuwa na tarehe, hawakuwa na miezi, walikuwa wanatumia vitu fulani fulani, miti, majani. Kwetu tulikuwa naona ikifika saa 8, saa 9 kulikuwa na milio fulani inatokea, ukitulia jua linawaka. Ikifika saa 8 mchana unasikia kama nyuki wanaimba wimbo huko juu. Sio nyuki, huoni. Kuna mlio unausikia huko juu. Ukitulia hivi mchana jua linawaka unasikia ikinalia. Saa 8 imefika. Sasa ni saa 9. Tulifundishwa, hatukuwa na saa, hatukuwa na majira. Ndivyo ilivyo kwa hata wakati huu. Hawakuwa na maendeleo kama tulio nayo, tarehe na nini. Walikuwa natumia nyakati, miti na kadhalika. Leo watu wanaifanya eti mtini ni Israeli, mpaka wamepotea. Yesu aliposema kwamba kizazi hakijapita, alikuwa na maana kwamba mtakapoona chukizo la uharibifu limetokea, mjue kizazi hicho hakitapita kabla Yesu hajaja. Kizazi ni nini? Kizazi katika Biblia kinatofautiana na nyakati. Kizazi tunasema ni mtu mmoja wa kiume anapotokea kuzaliwa mpaka kuzaa mtoto, ni kizazi kimoja. Na yule mtoto anazaliwa, anakuwa mpaka na yeye kuzaa, kinakuwa ni kizazi cha pili. Ndio maana ya kizazi. Ibrahimu ni kizazi cha kwanza, Isaka ni kizazi cha pili, Yakobo ni kizazi cha 3, Yusufu ni kizazi cha 4. Sasa wakati wa kina Ibrahimu na kizazi cha kwetu na cha kwao huwezi kulinganisha. Mtu alikuwa anazaa ana miaka 70, 80, ndicho aliita kizazi. Alikuwa anazaa na miaka 100, ndio kinaitwa kizazi. Imekuja kipindi mtu anazaa ana miaka 50, ndio kinaitwa kizazi. Inapungua mtu anazaa na miaka 40, ndio kizazi. Leo kizazi kitakuwa na miaka mingapi? Wengi wanasema ni kati ya 25 mpaka 30. Ingawa hata 20 mtu anazaa, anaoa na kuzaa, kinakuwa ni kizazi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kizazi ni baba, kizazi cha pili ni mtoto, kizazi cha 3 ni mjukuu, kizazi cha 4 ni kitukuzi, nyanya tunasema.
mtakapoona chukizo la uharibifu, hicho kizazi, kama ni miaka 25, kama ni miaka 30, kizazi kinategemeana na wakati na majira. Kizazi chetu sisi tunahesabu kulingana na wakati huu. Mtu anaanza familia akiwa na miaka mingapi na kujitegemea, ndio kizazi. Kizazi hicho hakitapita. Nashukuru kwa swali la ndugu dada yetu Lydia Kilimba kutoka Dodoma. Swali lingine ni la ndugu yetu Batoni Sanga kutoka Dar es Salaam. Batoni Sanga kutoka Dar es Salaam. Yeye anauliza, hivi tofauti ya kuabudu na kusifu ni nini? Ina maana kwamba kuabudu ni kuimba kwa utaratibu, nyimbo za polepole, na kusifu ni kucheza na kuruka na kupiga kelele? Ndio maana yake? Ni nini tofauti ya kuabudu na kusifu? Nakushukuru kwa swali hili ndugu Batoni Sanga. Jambo hili mimi limekuwa likiniumiza katika moyo wangu kwa muda mrefu sana. Ni moja ya vitu ambavyo kanisa limeibiwa. Tukirudi katika maandiko, kuabudu ni nini? Kuabudu ni kutoa heshima kubwa, kuonyesha unyenyekevu, heshima, upendo. Tunapokwenda kanisani, tunakwenda kuabudu. Tunapowakaribisha watu, tunasema njoo tuabudu. Kuabudu maana yake nini? Tuonyeshe upendo wetu kwa Mungu, tuonyeshe heshima yetu kwa Mungu, tuonyeshe unyenyekevu wetu kwa Mungu, tumtii, tumsikilize, tupige magoti kwake. Tunapoingia kanisani, tunaingia kumwabudu. Matendo yote yanayotendeka mbele za Bwana ni ibada. Neno ibada limetokana na neno kuabudu. Kuabudu ni neno kutokana na ibada. Tunapoabudu, tuko ndani ya ibada. Kwa hiyo tunapoingia, tunapomsifu Mungu, tunamwabudu. Tunainama, tunamwabudu. Tunapoomba, tunamwabudu. Tunapomshangilia, tunamwabudu. Tunapiga magoti, tunamwabudu. Tunapotulia, tunamsikiliza. Neno la Mungu linakuja kwetu, tunaabudu. Tunapotoa sadaka zetu kwa upendo na kicho na heshima, tunaabudu. Shetani amekuwa mwongo, ameleta elimu za kisasa. Watu wanaingia kanisani, wanasema tuenda dakika 2 za kuabudu, tuenda dakika 3, 5 za kuabudu. Kabla hatujaendelea, tuabudu. Tunaimba wimbo wa kuabudu. Mnaimba wimbo dakika 5 ngapi, alafu mnaomba, tumeabudu. Haya, sasa tumemaliza kuabudu, sasa tunasifu. Unawezaje kutenganisha kuabudu na kusifu? Unawezaje kutenganisha? Aliyesema kusifu na kuabudu tunatenganisha ni nani? Haya mafundisho yametoka wapi? Japokuwa yameenea kila mahali, kila kanisa, kila eneo, hayakubaliki. Kanisa limeibiwa. Unatenganishaje kuabudu na kusifu? Unatenganishaje? Kama tumekwenda kumwabudu Mungu, tumeimba wimbo wa kuabudu kwa dakika 10, dakika 5, ina maana ibada yote tunayoendelea hatuabudu. Tumeabudu zile dakika 5 ambazo tunasema sasa ni kipindi cha kuabudu. Kuabudu sio kipindi, sio dakika. Kuabudu ni mfumo mzima wa kukaa mbele za Bwana, ndio kuabudu. Watu wanapomwabudu Mungu, watu wanapomsifu Mungu, wajue wanamwabudu Mungu. Wametulia, wanasikiza neno la Mungu, wajue wanamwabudu Mungu.
Wanapotoa sadaka wajue wanamwabudu Mungu, wanapoomba wanamwabudu. Yani tuko mbele za Mungu kuonyesha heshima yetu, upendo wetu, imani yetu, unyenyekevu wetu, ndio ibada. Sasa kuabudu ni kuimba pambio. Ukimaliza kuimba pambio na maombi ya dakika moja, mmemaliza kuabudu. Sasa ni kusifu. Kusifu, watu wanaanza kuruka na kucheza na ule ni ushetani tu. Hakuna kitu. Kanisa limeibiwa. Kanisa limeibiwa. Na mambo yasiyotokana na Mungu yanaenea. Nenda kila kona, kila kanisa, kila mji, utakuta ibada ni ya aina moja, hiyo. Tuabudu, tusifu. Tuabudu. Watu wakianza kusifu, utadhani sio wale walionyenyekea, waliojikunja. Wanadhani kuabudu ni kujikunja na kupunguza sauti. Eti ndio kuabudu. Na kuimba pole pole. Wanadhani ndio kuabudu. Huko sio kuabudu. Huko sio kuabudu. Wanadhani kusifu ni kuruka na kucheza na kufanya vituko vya ajabu vya usanii. Watu hawana ibada. Ndio maana ibada za leo zina kelele nyingi, lakini nguvu za Mungu ni vigumu kuziona. Nguvu za Mungu ni vigumu kuziona katika ibada. Tofauti, nauliza, nimejibu kwa nguvu sana swali hili. Ndugu yangu Bato Nisanga alisema, hivi kuna tofauti gani ya kuabudu na kusifu? Tuseme kuabudu ndio kusema kuimba kwa polepole na kwa maneno ya taratibu na kujikunja, alafu kusifu ni kuruka na kucheza na kupiga kelele. Hapana. Hizo ni taratibu za watu tumejiwekea, lakini sio za Mungu. Maana ya kuabudu, tunapowakaribisha watu tunasema njoo tuabudu. Tuende, tunapokwenda kanisani tunasema tunaenda kumwabudu. Sasa ina maana muda wote tunaokaa masaa 2-3 kanisani kuabudu zile dakika 10-20 tulizoambiwa sasa ni wakati wa kuabudu. Baada ya hapo tumemaliza kuabudu. Shetani anatuibia. Mungu atusaidie turudi katika neno na maana halisi. Watu wanapiga kelele, nguvu za Mungu hazionekani. Mungu anapatikana katika kelele za sifa, wala nguvu za Mungu hazionekani. Kwa sababu tumeibiwa. Mungu atusaidie sana. Niende kwenye swali lingine. Swali lingine ni la ndugu yetu Jeni kutoka Kenya. Jeni kutoka Kenya. Ametoa andiko la Wafalme wa Pili 6 mstari wa 5. Tunakumbuka Elisha alipokwenda na watu kwenda kukata miti kwa ajili ya kujenga nyumba. Mmoja alipokuwa akikata mti, chuma cha shoka kilitumbukia ndani ya maji. Elisha alichukua alikata kipande cha mti akakitumbukiza mahali pale ambapo shoka imetumbukia. Ile chuma cha shoka kikaelea. Sasa Jeni anauliza, chuma anasema kiliazimwa, kilikuwa na maana gani kiroho? Sijapata maana gani kiroho, lakini tunajua neno la Mungu, hizi habari ni kama historia, mambo yaliyotendeka kwa wenzetu. Katika vitabu vya historia tunasoma matukio yaliyotendeka kwa wenzetu. Sasa matukio kama jambo limetukia kwa mmoja, kwa wenzetu limetokea, namna ya kupata, unajifunza nini kiroho, unajifunza nini katika maisha yako. Kila mtu ana namna yake anavyoweza kujifunza. Naweza kusema kwamba najifunza uweza wa Mungu wa kwamba anafanya vitu visivyowezekana. Maana chuma hakielei, kilielea. Naweza kujifunza kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu kwa hekima yake, kwa maelekezo ukitii. Najua Elia alipata maelekezo ya Mungu kwamba fanya hivi, chumba kikatokea. Unaweza kujifunza kwamba wale watu waliweka imani kwamba jambo hili linawezekana, ndio maana walimueleza Elisha. Kila mtu anaweza kupata, kwa sababu yale yalikuwa ni matukio, ni historia. Kila mtu anaweza anajifunza kitu kutokana na lile jambo lililotokea.
Lakini kusema moja kwa moja niseme jambo hilo kiroho ni hivi. Mungu ni mwaweza. Tunaona ni miujiza ya Mungu ambayo aliyafanya, na alifanya mengi. Lakini kusema hiki kiroho, kuinuka chuma ndani ya maji, kiroho kina maana hii, ni vitu vingi. Ni kama mtu mwingine anaweza kusema ni ufufuo. Kitu kilichokufa kinaweza kikafufuka. Maana kuzama ndani ya maji ukaelea ni muujiza, ni ufufuo. Kila mtu anaweza kuwa na maana yake, lakini hatuwezi kuweka, maana Mungu anamfunulia mtu kila mara, kila namna anavyosoma na kutafakari. Mungu anakupa ufunuo wako na mimi atanipa wako wangu. Kwa sababu gani? Ni matukio yaliyokwisha kutendeka. Tunasoma ni historia ya wenzetu. Swali lingine ninalipata kutoka kwa dada Upendo Kaya. Yeye ameuliza, Upendo Kaya wa Morogoro, ni lini au ni wakati gani Mkristo anaweza kupoteza wokovu? Ameweka andiko la Waibrania 10. Ni wakati gani ambapo mtu anaweza kupoteza wokovu? Kwa sababu anasema, nimesoma dhambi zote zilizopita, zilizopo, zote zilishalipiwa deni. Zote zililipiwa deni. Nataka niseme hivi kwamba Yesu kutukomboa ilikuwa ni neema. Ametuokoa, tulikuwa tumepotea katika dhambi, Bwana ametuokoa. Kuna mafundisho ya watu wanaofundisha kwamba ukiokoka wewe ni moja kwa moja umesamehewa, ni wa kwenda mbinguni moja kwa moja. Yako mafundisho, zipo imani hata hapa Tanzania, zipo imani hizo, sitaki kuzitaja, sitaki kutaja. Wapo watu wanafundisha mafundisho hayo, na ukienda huko nje Ulaya huko ndio utashangaa, wengi tu ndiko zimekomaa, zimeenea, kwamba ukishaokoka umesamehewa, jina lako limeandikwa mbinguni, wewe basi wewe ni wa moja kwa moja, umefutiwa dhambi zako, wewe ni wa mbinguni. Hata ukianguka wewe ni wa mbinguni, hata ukikosea wewe ni wa mbinguni, hata ukitenda dhambi wewe ni wa mbinguni. Ndivyo wanavyofundisha. Kwa hiyo utaona Wakristo hawana hofu ya kuishi duniani, maana wao walishaokoka, walisamehewa dhambi zote za sasa na za baadaye zilishasamehewa. Kwa hiyo wanaishi wakitegemea kwenda kwa Mungu. Hayo ni mafundisho ya kishetani. Ukisoma katika Biblia, siendi kusoma maandiko sasa, lakini unayajua. Yesu anasema, nitafuta jina lako. Kuna kufutwa. Kuna kufutwa. Wapo watu wengi watafutwa kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya kutokutii, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kutokusikiliza na kunyenyekea. Bwana anapoonya, kuna kufutwa. Kwa hiyo upo wakati ambapo mwanadamu aliyeokoka na kutumiwa na Mungu anaweza kupoteza wokovu. Pamoja na kwamba si jambo rahisi, maana neema ya Mungu ni kubwa sana. Lakini kiburi kinapozidi na kutokumsikiliza, ndio maana Biblia inasema ipo dhambi ya mauti. Tunasoma ipo dhambi ya mauti ambayo mtu inampeleka moja kwa moja, hata aliyeokoka inakupeleka. Katika Waibrania tumesoma mtu akitenda dhambi. Nisome kwa haraka Waibrania sura ya 10. Waibrania sura ya 10 ina mstari ule wa 26. Hebu tusome. Nadhani ndio mstari, ndio sura ulioitaja ndugu Upendo. Mimi nasoma mstari wa 26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi, kama tukifanya dhambi kusudi. Mtu anafanya dhambi kwa kusudi tu, anafanya dhambi kwa kusudi tu. Kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu
kwa ajili ya dhambi. Dhabihu ilitolewa ili kutukomboa. Sasa unafanya dhambi makusudi, unajichafua makusudi, unaingia dhambini makusudi, hubakizi tena dhabihu nyingine itolewe ya kuja kukutakasa. 27, bali kuna kuitazamia hukumu kwenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 au 3. 29, mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Huyu mtu hapasi kupewa adhabu kubwa mno? Je, hapasi? Katika sura ya 6 anasema mtu amekionja kipawa alafu anarudi dhambini kwa makusudi, anatakaswaje? Katika Yohana anasema anatenda dhambi ya mauti. Na mtu aliyeonja ujuzi wa neema ya Mungu na uzuri wote ameuona. Kuna kupoteza, ingawa sio mpango wa Mungu. Mtu anapofikia mahali hapo, manake kiburi chake kimezidi, hana toba, hana unyenyekevu, anajiamini, na watu wa Mungu wengi wamefika hatua hiyo. Sura ya 3 ya Ufunuo mstari ule wa 4, mstari wa 5, sura ya 3 ya Ufunuo mstari wa 5 anasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Kwa nini anasema hivyo? Kuna watu wengi watafutwa. Katika Yohana Yesu mwenyewe anatoa mfano, anasema mimi ni mzabibu wa kweli, ninyi ni matawi. Tawi lisilozaa linafanywaje? Linakatwa. Yesu katika Yohana Mathayo anasema shoka limekwisha kuwekwa chini ya mti usiozaa, shoka linakata. Kuna mafundisho yanaendelea kwamba mtu akiokoka huyo ni moja kwa moja wa mbinguni. Kwa hiyo watu wameuharibu wokovu, wanaishi kama wanavyotaka, maana wanasema wokovu wa Mungu na dhabihu ya Mungu iliyotolewa ni kwa milele mpaka atakapofika mbinguni. Hapana, kuna wakati wa kupoteza wokovu. Upo wakati wa kupoteza wokovu. Ndio maana tunaishi kwa hofu katika dunia hii na kumcha Bwana na kumsikiliza Bwana ili atuongoze. Umeuliza swali lingine ukasema, nikiota mchungaji aliyekufa. Unaota mchungaji aliyekufa, amekufa, alafu kwenye ndoto anakuelekeza kwamba omba jambo fulani, omba jambo fulani. Mambo ya ndoto. Sasa tunasema inakuwaje? Mtu amekufa, ni mtumishi aliyekufa, alafu unamwota anakuletea ndoto, anakupa maelekezo. Jambo la ndoto ni kubwa, kwa sababu ndoto sio zote ni za Mungu. Zipo ndoto Mungu anamuongoza mtu, lakini ndoto nyingine sio za Mungu, kwa sababu ndoto, hata watu wasiomcha Mungu wanaotaga ndoto sana. Kuna watu wanaota ndoto kweli kweli, kila siku atakusimulia ndoto, lakini hamjui Mungu. Na kuna watu ndani ya kanisa wanaota ndoto kweli kweli. Wapo wanaota ndoto za maana ambazo ni kwa ajili ya kujenga kanisa, kwa ajili, lakini wapo wengine wanaota ndoto ni wamejaliwa kuota ndoto tu za matukio. Kwa hiyo kwamba mtu amekufa alafu anakupa maelekezo katika ndoto, siafiki sana. Vitu vingine ni vya kuomba Mungu, kwamba Mungu nisaidie. Kwa nini inatokea kwa mtu aliyekufa? Kwa nini? Vitu vingine ni vya kumwomba Mungu akusaidie. Kwa nini aliyekufa ananiletea maelekezo? Kwa nini? Labda tunawaza sana, umemwaza sana, au tunaanza kuwa na imani na watu waliokufa? Hapana. Mambo mengine tunahitaji kutumia hekima ya Mungu atusaidie kuwaza na kuyapangua.
na kuyapangua. Swali lingine umeuliza, umesema, je, ni vibaya kujifunza mambo upande wa pili wa shetani ili kujua anafanyeje kazi? Unajifunza upande wa shetani ambao ni upande wa pili, ni kama upande wa mpinzani wetu shetani. Unajifunza mambo yake na mapepo yanavyofanya kazi na kadhalika. Je, kuna ubaya? Mimi nasema hivi kwamba Mungu, tunajifunza kwa Mungu kwa sababu Mungu tunamwamini. Na shetani pia tunahitaji kumjua. Yesu anasema katika Yohana, anasema hivi kondoo wangu wanaijua sauti yangu, na sauti ya mgeni hawezi kuisikia. Sauti ya mgeni, sauti ya mapepo, sauti ya shetani ni sauti za wageni, hatuhusiki sana nazo. Kondoo wangu wakisikia sauti ya mgeni wanakimbia, maana wanaijua sauti yangu. Kujua huyu ni adui kuna faida, ni vizuri tumjue adui. Kama vile vifaranga vya kuku, mwewe akipita juu wanajua ni adui, sio mama yetu, wanajificha kwenye nyasi mpaka mama yao awaambie kuna usalama, ndio watatoka. Wanajua adui. Mkristo ni vizuri ajue adui ili ajifunze namna ya kumkwepa. Lakini kujifunza kiundani habari za mapepo, kujifunza na mambo mengi, inategemeana hivi anayekufundisha nani mambo ya shetani. Maana Mungu anatufundisha habari zake. Je, tunapojifunza habari upande wa shetani, hata anayetufundisha nani? Maana Biblia haijafundisha habari za shetani. Biblia haijafundisha habari za shetani, ila inatufundisha kumkwepa shetani. Biblia inatufundisha kumkataa shetani, haijafundisha namna ya kumjua vizuri shetani. Sasa inategemeana sasa kujifunza upande wa pili, nani anayetufundisha? Tunajifunza kwa nani? Nimeona wengi wamejifunza habari za mapepo, wana elimu ya mapepo. Anakutajia pepo la kwanza liko hivi, pepo na hivi na tabia zake na nini, na pepo hili ukiomba unatakiwa uombe namna hii, na pepo hili unatakiwa ufunge siku 3, na pepo la namna fulani inafanyaga hivi, pepo maimuna, pepo si mahaba, pepo si na. Nasema mnajifunza wapi? Ukiona mtu amejifunza mambo ya mapepo, amejifunza kwa watu wa mapepo. Sasa ipo hatari. Vitu vingine ni vigumu kuviweka moja kwa moja kwamba ni halali sio halali, lakini tunahitaji kujihadhari. Unajifunza wapi? Roho Mtakatifu anatuonyesha. Biblia inasema hatukosi kuzijua nguvu za adui. Katika Korintho ya 2:1. Hatukosi. Bwana anatujulisha kuzitambua hila za shetani. Anatujulisha kwa Roho, tunazitambua kwa Roho. Korintho ya 2 sura ya 1. Korintho ya 2 tukisoma ile sura ya 1, hapana, ndani sura ya 2, Korintho ya 2 sura ya 2, anasema hivi, mstari wa 11, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Tunazijuaje fikira za shetani? Kwa neema ya Mungu, kwa sababu Mungu yuko ndani yetu. Katika waraka wa Yohana wa kwanza 4:4 anasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje. Anatujulisha, tunazijua fikira zake. Naona. Kwa hiyo vitu vingine Mungu anatujulisha. Tukivitafuta tutafundishwa, lakini wakati mwingine tutafundishwa na watu wasiostahili. Tutafundishwa na shetani. Kwa sababu watu wengi wanaosema sana habari za mapepo, mimi nashindwa kuelewa. Sisi tumeambiwa kuyakemea. Biblia inasema pepo wachafu Yesu aliwakemea.
hatupo namna ya kujifunza, lakini tumeambiwa wala kujadiliana na mapepo. Sisi ni kukemea. Watu wengine wanafurahi hata kujadiliana na mapepo. Sisi tumepewa amri ya kuyakemea. Biblia inasema, Yesu mwenyewe anasema pepo wachafu. Tunaomba mamlaka ya Bwana ikae juu yetu ili kuyashinda mapepo na kuyakemea. Nawashukuru sana. Yako mambo mengine nadhani tutaendelea kujibizana na wakati ujao, lakini kwa leo nikomee hapa. Niwashukuru wote ambao mmeuliza maswali haya, nami nimeyajibu kwa kadiri Bwana anavyonisaidia kuyajibu. Mungu awabariki sana sana sana. Amina. Jina langu naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo wa huduma hii ya Mwarusambo International Ministry, kwa kifupi ni MIM. Tunahusika na mafundisho ya Biblia, tunajibu maswali, tunauza vitabu, tunatoa ushauri, tunaendesha semina zenye mialiko mbalimbali. Tunakukaribisha katika huduma yetu kwa kusapoti kifedha, kiushauri na kadhalika. Namba ya pili katika ofisi yetu ni 0769007328, na namba nyingine ya katibu wetu au ofisi ni 0677880199. Na kukaribisha katika jina la Bwana. Mungu awabariki.